Nikasema kama ambavyo pia Mungu hata leo hii anatuonea sisi huruma. Unaposoma Mathayo sura ya 9 mstari wa 36, Yesu anasema alipoona makutano aliwaonea huruma kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Niposa pia tunaona anawaambia wale wanafunzi wake, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Ombeni Bwana mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Lakini bado pia ukirejea kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaona bado pia Mungu alimuonea huruma huyu Adamu. Akaona akili yake itafanana na wanyama. Akaona akili yake itaathirika kisaikolojia. Akaona ni vema kwa huruma na kwa upendo wake Mungu, akaona ni vema amfanyie msaidizi wa kufanana naye. Na tukaja kuangalia kile kitabu sasa cha Mwanzo sura ya 3. Baada ya Mungu kuwa amemuonea huruma Adamu, akasema huyu mtu si vema akaishi peke yake, lazima tumfanyie msaidizi. Kwa hiyo tunaona kwake akapatikanika Hawa ambaye ni mama wa hawa wote, kwa jina lingine alikuwa akiitwa Eva. Na maagizo yote ambayo Adamu alikuwa amepewa kwa ajili ya kwenda kuichunga bustani ya Edeni, pia akawa amemwelekeza na yule msaidizi wake. Lakini pia mwisho wa siku unapokuja sura ya 3, maandiko yanasema kwamba nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote ambao Mungu alikuwa amewafanya. Akamtokea mama yetu Eva akamdanganya. Lakini pia ukumbuke ndani ya bustani ya Edeni kulikuwa kuna maagizo. Kulikuwa kuna mti wa uzima, lakini pia kulikuwa kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na Mungu alikuwa ameweka maelekezo kwamba baadhi ya miti wasiweze kuitumia. Lakini nini kilitokea? Kwa sababu Ibilisi tangu mwanzo yeye alikuwa ni wa kushindana na Mungu, na akagundua tukasema mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu na kumweka katika ulimwengu, akamfanya mtu kwa mfano na kwa sura yake. Tendo lile Ibilisi hakubarikiwa nalo, na kwa sababu tangu mwanzo alikuwa na vita kule mbinguni, na baada ya kuwa ametupwa ulimwenguni akasema vita yake ya kwanza itakuwa kwa mtu ambaye ni mwana wa Mungu. Na hapo sasa tunaona akaingiza upenyeni wa hila ili kusababisha Eva ashindwe kutii au kufuata maelekezo ya Mungu. Akasema ati Mungu alisema nini kwa habari ya bustani ya Edeni? Sasa mara Eva yeye hakujua kama Shetani alikuwa na tekniki ya kutaka kujua ni nini ambacho kiko ndani ya moyo wake. Alipokuwa ametoa maelekezo, ndipo sasa tunaona Shetani akamwambia pana, Mungu alijua mkila tunda hilo mtafanana na yeye. Kwa hiyo tunaona dhambi ya kwanza ambayo inaingia katika bustani ya Edeni ni ya kutokulitii neno la Mungu. Sasa kwenye mfululizo wa masomo haya namna au jinsi ya kuomba, kwa hiyo tukaja kuona kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 21, Mungu anabadilisha sentensi. Anasema haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Kwa hapa Mungu akabadilisha, akaona kumbe mwanadamu ili aweze kupokea baraka lazima ajifunze namna ya kuomba na kupokea. Kwa hiyo sasa tunaona baada ya pale, baada ya tendo lile la uovu kuingia ndani ya bustani ya Edeni kupitia watu wawili Hawa, Mungu ameshuka kama ilivyo desturi. Huwa alikuwa anapenda kuongea na Adamu, lakini pia pamoja na mkewe. Adamu anasikia sauti ya Bwana Mungu wake, anajificha. Ndipo Mungu anamuuliza, wewe Adamu uko wapi? Akasema Bwana anajificha. Mungu akamuuliza, je, umekula lile tunda ambalo nilikuagiza usile? Akasema sababu ya huyu uliyenipa. Kwa hiyo tunaona pale Adamu anamshinda Mungu kwa hoja, kwa sababu yeye hakuomba na alipewa. Basi Mungu akasema sio kesi. Kwa hiyo tunaona kutoka pale Mungu anabadilisha maelekezo. Akasema nyoka utalaniwa kuliko wanyama wote. Anakuja kwa mwanamke, anasema wewe utazaa kwa uchungu na tamaa yako siku zote itakuwa kwa mmeo. Anakuja kwa Adamu, anasema siku zote unapotafuta riziki lazima miba na michongoma ikuchome ili upate riziki yako kwa tabu. Haleluya. Lakini bado Mungu akaona itoshi. Kwa wingi wa rehema na huruma zake akamwandaa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio Bwana. Yesu Kristo ndio Mwokozi. Yesu Kristo alimwaga damu yake msalabani ili sisi tutoke katika laana hiyo. Unaposoma maandiko haya kwenye kitabu cha Mwanzo, yanasema pia hata ardhi ililaniwa kwa sababu ya Adamu kutokuwa mtii. Sasa wakati mwingine pia unaweza kujiuliza, dhambi ya walokole iko wapi? Sasa kuna kitu hapa tutakwenda kukiangalia. Mara nyingi sana, kwa nini pia Mungu asema tusiache kukusanyika? Alijua tunapokutanika tunafundishana, lakini pia wakati mwingine tunapeana maarifa. Sasa kuna tofauti kati ya dhambi na uovu na kukosa. Haya ni mambo matatu tofauti kabisa.
Na kwa maana hiyo sisi pia kama wana wa Mungu lazima pia tujue katika maeneo matatu haya tunaweza tukaingia katika eneo lipi. Kwa hiyo tunaona sasa Yesu Kristo akiwa katika mwili, akiwa na wale wanafunzi wake, ni mmoja akagundua jinsi anavyoomba Yesu na wanavyoomba wao kuna utofauti. Na ndipo sasa akamwambia, Bwana, tunaomba utufundishe. Na hapa tunaona ndipo sasa ilipozaliwa sala ya Bwana. Sala ya Bwana nisema lengo ilikuwa sio kukariri, lakini sala ya Bwana inatoa picha ya miongozo 7 ambayo Yesu alikuwa ameiweka ili wanafunzi wake wawe na uwezo wa kuanza kuomba zaidi ya saa moja. Kwa sababu kumbuke, shetani si mjomba, shetani si ndugu yetu. Tunapaswa kuwa na maombi ndipo ili pia kuweza kuzipinga na kujaribu kazi zake zote. Na kwa jinsi hii Mungu alijua kabisa wanadamu wanahitaji kufundishwa namna ya kuweza kuomba. Kwa hiyo tunakuja kuprove kwenye kile kitabu sasa cha Yohana sura ile ya 6 mstari sura ya 16 mstari ule wa, hebu tuangalie hapo Raymond, mstari wa 23 na 24. Sasa Yesu anaongea maneno gani hapo? Fungua kitabu kile cha Yohana sura ile ya 16. Nataka tuangalie mistari michache hapo. Hamtaniuliza neno lolote, amini amini nawaambia, mkimwomba Baba kwa neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo kumbe kuna kanuni namna ya kuweza kumwendea Mungu. Na lengo la kuomba ni kupokea. Na ndio kipengele ambacho tulikuwa tumeishia wiki iliyopita. Lakini pia Yesu anasemechesha hapa. Anasema hata sasa bado hatukuomba neno lolote. Amen. Tukaja kusoma kitabu cha Injili ya Luka sura 11 mstari wa 1. Maandiko yanatupatia kisa hiki ambacho nimekuwa nikikielezea siku zote. Anasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Na hapa tunaona Yesu akukataa. Akaanza kuwajengea misingi namna wanavyopaswa kuomba. Mfano, kwenye ule mstari wa 2, akasema muombapo semeni maneno haya. Akasema msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila mtu tunayemwia, na usitie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa hiyo nisema sentensi hizi ukizisoma juu juu hautaelewa maana yake. Lakini pia tunapoanza kuchambua sentensi moja baada ya nyingine utaelewa ni kwa nini pointi namba 1 Yesu anasema mnapokuja mbele za Mungu lazima pia mwe na uhakika kwamba mnakwenda kwa Baba aliye baba yenu. Amen. Na kila mtoto aliye na mzazi huwa siku zote atapenda kuwa na mawasiliano. Sasa sisi baada ya kuwa tumekwisha kuokoka na kuzaliwa mara ya pili, tunaitwa wana wa Mungu. Na kama ni wana wa Mungu, sawa sawa na andiko lipo kwenye Yohana 1:12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale wanaoliamini jina lake. Baada ya sisi kumwamini Kristo, anatupa uwezo wa kiungu unakaa ndani yetu. Sasa ule uwezo wa kiungu ukikaa ndani yetu, nini ambacho Mungu anakitarajia? Anategemea sisi kama wana kuwa na mahusiano mazuri na Mungu ambaye ni baba yetu. Na kwa maana hiyo sasa, unapokwenda mbele za baba yako ambaye pia ni Mungu, lazima uwe na uwezo wa kuweza pia kujenga hoja kwamba Mungu, tazama mimi mwanao, nipo katika ulimwengu huu, ninahitaji unifanyie jambo hili na hili na hili. Mungu atakuoji ni kwa sababu zipi unahitaji jambo hilo. Mfano, unahitaji kubarikiwa. Mungu atakuuliza, utakapokuwa umebarikiwa utaikumbukaje kazi yangu? Sasa pale ndipo unapodondoka kwenye mkataba na Bwana. Sasa watu wengi katika ile eneo huwa mara nyingi wamekuwa wakijisahau. Sasa ukumbuke kile ambacho unakubaliana na Mungu katika maombi, Mungu anakipiga muhuri. Alafu yeye atatimiza kwenye eneo lake, atakuja kukupima kwako. Na tumeona katika ile eneo mwanzoni, wakati baadhi ya watu walipokuwa wamehubiriwa Injili na wakamwamini Bwana, wakafundishwa kukaa na Mungu, baraka zilipoanza kuonekana kwao, na ndio ikawa chanzo cha kufarakana na Mungu. Sasa wewe mtu wa Mungu uliyepata nafasi leo ya kujifunza maneno haya, nataka nikukumbushe kukaa sawa sawa na Mungu. Kwa Yesu Kristo hakusita, ndipo alipoamua kuwafundisha wale wanafunzi
maalum ile sala ya Bwana, wajue namna ya kwenda mbele za Mungu kwa hoja au kwa pointi, ili Mungu aweze kufanya jambo kwao. Sasa nikasema itategemea kiwango chako cha kiroho kikoje, kwa sababu unapokwenda mbele za Mungu ni mfano unapokwenda kuongea na mtu, na mtu pia atakupima. Lakini pia nikatoa mfano hata kwa habari ya tatisi ambazo pia mkini pengine zinaazimisha fedha. Unapokwenda kuchukua fedha, watakuuliza kuna vigezo watavitoa. Kwa mtakapokuwa mmeingia agreement, ndipo wanapojua kwamba huyu mtu anaweza kufanya jambo hili. Sasa mifano hiyo ni mifano ambayo pia Mungu anaiachilia hata kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nataka tu nikusaidie mtu wa Mungu, ufungue ufahamu wako, ujue namna ya kuenenda mbele za Mungu. Yale ambayo unayaomba ni agreement, Mungu anayapiga muhuri. Afu yeye ni mwaminifu, anaanza kufanya moja baada ya lingine. Na hapo ndipo pametokea chanzo cha Wakristo wengi kufarakana na Mungu. Wakasahau wakati wanaomba walikuwa wamefanya patano na Mungu. Haleluya. Kwa maombi yangu mchana wa leo, ninaomba Mungu akusaidie wewe mtu wa Mungu, akupe neema kuweza kuyaelewa haya. Na ndio maana sasa wanafunzi, namna ya kuomba kwao ilikuwa ni ngumu. Na ndio maana dakika za mwisho Yesu alipokuwa anakwenda kwenye bustani ya Gethsemane, akawa anawauliza, hamkwanza kuomba pamoja nami hata kwa saa moja? Ni zaidi ya mara 3. Lakini pia sehemu nyingine Yesu anawaambia wanafunzi wake, mnaposali au mnapoomba msiwe mfano wa watu wa mataifa, kwa sababu wao wanapayuka maneno mengi kwa kujua atasikiwa na Bwana, kumbe la. Kumbe kuna namna ya kuweza kujenga sentensi vizuri ili Mungu afanye jambo katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Kwa naomba mtu mmoja afunguke katika ile eneo. Lakini pia sasa tukaona Yesu mwenyewe ambaye ukumbuke alikuwa ni Mungu, na Biblia inamtaja yeye kama ni kielelezo. Sawa na andiko lipo kwenye Ibrania 2:10. Anasema kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akiwaleta wana wengi wafikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kwa hiyo lazima pia ujue Yesu Kristo alikuwa ana muda wa kutosha kuweza kuomba, na yeye ndiye kielelezo katika maisha yetu ya wokovu. Na ukumbuke Yesu, kama nilivyosema, kama alikuwa ni Mungu, lakini kwa nini alitufundisha sisi njia ya kuomba? Alijua kabisa kuomba ni changamoto na ni vita. Nimeongea mara kadhaa, Wakristo wengi ni wepesi sana kukaa kwenye vijiwe, kupiga stori za kipagani kwa muda mrefu, lakini ukimleta kwenye maombi kujenga hoja bado anakuwa hana uwezo. Na ndio maana sasa kupitia katika hili eneo wameweza kuibuka manabii na mitume wengi wa uongo, na wamekuwa wakitangaza kabisa kwamba huduma zetu sisi 100% ni maombi na maombezi. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, ukisha muamini Kristo amekaa ndani yako, Mungu anakuona wewe kama mwana. Lazima ujifunze namna ya kuomba mbele za Mungu. Kazi kubwa ya mchungaji ni kukuonesha wewe njia. Sawa na andiko lipo kwenye Yohana 14:6. Yesu anasema yeye ni njia tena ni uzima. Hakuna mtu anaweza kaenda kwa Mungu isipokuwa kwa njia ya yeye. Na hawa ndugu zangu wamekwisha kujua, watu wengi ni wavivu sana kuomba, wakatumia mlango huo. Lakini ukijua siri hii, namna ya kwenda mbele za Mungu, mambo unayohitaji, mimi sio lazima nikuwekee mikono, Mungu atafanya kwa kiwango cha kutisha na cha ajabu. Amen. Amen. Wewe just imagine, fikiria kila siku tunakwambia nina huduma ya maombezi, njoo nikuombee. Sasa mkini pengine wewe hujatengeneza na Mungu wako. Kazi ya mchungaji ni kukufanya wewe kukutengenezea mahusiano mazuri na Mungu. Mahali ambapo unakuwa umekosea, lazima nikuelekeze njia ili unapokwenda mbele za Mungu, Mungu aweze pia kuachilia majibu kwako. Na ukumbuke kwamba Mungu ni mtakatifu. Na ndio maana pia tunapokwenda mbele za Bwana, lazima tujifunze namna ya kujitakasa. Kwa hili neno ambalo nakwambia leo ni roho tena ni uzima. Yohana 17:17 anasema Baba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ili neno ukilielewa, utajua namna ya kukaa na Mungu, na utamwona Mungu akitenda na akifanya kazi katika maisha yako. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ametarajia kuona kanisa liliacha litakuwa na nguvu ya kushinda kwa njia ya maombi. Tunampinga shetani. Sawa na andiko lipo kwenye Yakobo 1:7. Anasema mkaribieni Mungu na mpingeni shetani kwa nguvu zenu zote. Ni Yakobo sura ya 4:7. Hebu usome andiko
Mtumishi wa Mungu karibu hapo. Si jambo lepesi. Labda pengine tuwe tu mfano huu ili mkini pengine unielewe vizuri. Haleluya. Amen. Wakati mwingine Yesu alikuwa akitumia mifano ya kidunia ili kutupatia picha ya mambo ya rohoni. Sasa kabla naomba leo nisomee tena kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura 22 mstari wa 32. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu bali Mungu wa walio hai. Yatosha mtumishi wa Bwana. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu yatapita kamwe. Lakini pia unapokuja kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 32, hapa Yesu mwenyewe anaongea tujifunze kwa mtini. Mtini ni kitu ambacho kinaonekana na watu wanajua kwamba mtini kuna wakati umefika wa mavuno, mtini kuna wakati bado wa mavuno haujafika. Akasema kwa mtini mjifunze. Pia hali kadhalika hata kanisa. Wakati mwingine tunajifunza kwa mifano ya vitu ambavyo vipo. Nimesema tunapojifunza kuhusu kujenga hoja, namna ya kwenda mbele za Mungu, lazima pia turudi tujifunze tu katika mifano ya kawaida. Haleluya. Amen. Mfano duniani kote kuna baadhi ya nchi. Amina. Amina. Ikiwemo pia Tanzania. Nije kwenye mfano tu mwepesi kabisa. Nchi yetu si imeruhusu mfumo wa vyama vingi jamani. Amen. Wamesikia watu wachache. Haleluya. Amen. Amen. Nasema hivi, nchi yetu si imeruhusu mfumo wa vyama vingi. Amen. 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 Na kila chama ambacho kimesajiliwa kisheria kina haki ya kutafuta dola. Sasa sisi ndio mabosi. Hawa watu wanapokuja kwetu wanajengaje hoja zao mpaka tunapa nafasi ya kushika dola. Amen. Amen. Jambo la kwanza si wanatuita. Tunakwenda kusikiliza. Unaposikiliza unaanza kupima hoja ya huku na hoja ya huku. Alafu mwisho wa siku unachukua maamuzi mimi nitakao upande huu. Nimekutolea mfano huo ni wa kidunia. Sasa pia wakati mwingine Mungu anaposema leteni hoja zenu. Neno hoja sio kitu cha kitoto kama unavyofikiria wewe. Ni kitu ambacho kinahitaji ukae na ujipange. Amen. Amen. Na Mungu anatarajia kuona moyo wako ndani ukoje katika kile ambacho unataka kumshirikisha. Kwa sababu unapoketi ukumbuke unaketi barazani naye. Na ukumbuke kwamba Mungu ni Baba ambaye yupo. Sasa kanisa lazima pia mchungaji ambaye amepewa dhamana ya kukuelekeza wewe. Huyu anasimama mfano kama baba wa kiroho. Lakini akikuelekeza njia zenye kuleta majibu kwako. Na ndio maana pia Yesu anaongea maneno haya. Anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kwa maana nyingine unaposikia unaelewa. Na unapokwenda mbele za Mungu utajua kujenga hoja ili upokee hicho unachokitaka. Kwa kitu chochote kile nimekwisha toa mfano kwa mambo mengi sana. Lakini pia yamkini pengine nigusie tena kwenye swala la fedha. Sema money. Amen. Haleluya. Amen. Ameongea ndugu yangu pale mwanzoni. Ndugu zake wa kabila fulani. Kwa sababu ni kipande kikienda kwenda hewani. Ni mwiko kutaja makabila ya watu. Haleluya. Amen. Amen. Unisikilize. Kule wanakoendaga kuingia mkataba kuna masharti wanapewa. Na kuna wakati wanakwenda kusubmit. Mwanzoni kwa sababu ya shida zao wanaona kama watakaa kwenye neema. Lakini kadri anapozidi kuingia kwenye ndipu yale matoleo au ibada ya matoleo inabadilika. Kama alikuwa anapeleka mbuzi, anaambiwa sasa hii imeanza kuexpire, tafuta kijana wako lakini pengine wa kwanza au wa tatu aweze kulea na wengine. Na kwa sababu tayari mwanzo alikuwa amekishaingia kwenye kamtego, namna kuchomoka inakuwa ni ngumu. Kwa akimwambia yule anayesimama kwa niaba ya kipepo kwamba ile sharti kwangu limekuwa ni gumu, anamwambia kwa sababu ulishaonja lazima ukubali wewe unakwenda kuwa ndondocha. Sasa akisikia hivyo lazima kaili
itabidi atafute mmoja wapo endelea kujisacrifice. Sasa unazali yale maisha atafurahia. Ameongea Kristo ni peke yake. Haleluya. Wazali maisha atafurahia. Sasa Mungu anasema nila yake ni laini, tena ni nyepesi. Yesu anasema ombeni nanyi mtapokea, lakini furaha nipate kuwa timilifu katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Maana yake utatembea katika baraka ambazo zina majuto. Sasa lazima ujifunze kujenga hoja. Mimi kama baba yako ninakuombea, ninapoona mwenendo wa maisha yako, ninapoona bahasha yako ya sehemu ya 10, namwambia Mungu, mtu ni kwa nini kiwango hiki akipande? Kwa sababu tazama ni mtumishi wako, na baada ya kuwa amehubiriwa amekuamini, amezaliwa mara ya pili kama mwana wa Mungu. Mungu ataniambia mimi kwa niaba yako kwamba ninaomba ukae naye. Huwa ninambariki. Kuna wakati baraka zikizidi, na yeye tumekwishaona baadhi ya walokole wengi walitoka nje walipokuwa na walipoombewa, kula kukabadilika, kuvaa kukabadilika, kutembea kukabadilika, kuonekana kukabadilika. Akipita mahali na kutana na kina dada wanaopiga top 4, ina maana ya kaka siku hizi unioni. Haleluya. Atavumilia mara ya kwanza, atavumilia mara ya pili, na kwa sababu tayari wamekuja hapa kukusifu, kakitu akatakapoanza kupanda anasahau kama ana agano na Mungu wake. Na ndipo hapo alibifu napo anzia. Sasa Mungu asema mimi nilikubariki. Hizi ofa ambazo umeanza kuwapa watu wanywe bia, hizi ofa ambazo umeanza kugawa, unakuwa na nyumba 3 mtu aliyeokoka, hizi fedha zingine nitaka zifanye kazi yangu, hizi zingine ule wewe na familia yako. Umeanza kuingiza utaratibu wa ibada za kipepo, Mungu hata kuacha. Amen. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni wa haki. Anaangalia katika ulimwengu wa roho kwamba mtu nimefanya, mbona asimame katika agano langu? Anataka kutoka katika njia. Hapo ndipo ugomvi wa watu wengi unaanzaga na Mungu. Amen. Kuna mtu hajaelewa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anasema nila yake ni laini. Baraka ambazo Mungu amekusudia kutupa hazina mateso. Amena. Amen. Na kama ni kijana, na kama ni baba, Mungu amekujalia una familia yako, Mungu anataka baraka hizo, hiyo familia ifurahi, iseme kweli tuna Mungu. Unapotokea mkono mwingine wa 4 mbali na familia, inaingia laana, kama ambavyo pia laana inaingia katika bustani ya Edeni. Kwa kosa moja ambalo alifanya Adamu, ardhi ikawa imelaniwa. Sasa ardhi pia leo yaonekana vyanzo ambavyo wewe unapatia mapato. Na kwa nini tunakutana? Mungu anataka nikukumbushe wewe namna ya kutembea ili baraka zako zionekane. Amen. Haleluya. Ukibarikiwa wewe, kanisa limeinuka. Mungu haoni shida hapa kuinua mabilionia 3 watakao support kazi. Lakini tunaomba Mungu anaangalia uwiano wa kiroho wewe na yeye. Lakini pia Mungu anatujua na anafahamu hata hatima yetu. Kuna wengine Mungu amewachelewesha kidogo, anajua hawa baadaye watakapokuwa wamekomaa, hawa watakapokuwa wamekuwa, hawataniacha. Haleluya. Amen. Walokole mtaji ukishafika zaidi ya milioni 10 kwenda mbele, kiwango chako cha unyenyekevu na utii Mungu atakipima hapa. Sasa ndio maana nimesema huku mbele nitakwenda kukushirikisha kitu kinachoitwa dhambi, uovu na kukosa. Hebu fungua kitabu cha Yeremia sura ya 1. Na kimbia, nataka nihitimishe kabla ya muda mtupu yako yapate kufumbuka. Lakini sikiliza maombi ya mtumishi wako. Sasa taja huo uovu ambao anaelezea hapo. Umetenda maovu mengi, wala hatukuzishika amri zako. Wala hatukuzishika amri zako. Wala sheria. Wala sheria. Wala hukumu. Wala hukumu. Ulizomwamuru mtumishi wako. Ulizomwamuru mtumishi wako na Musa. Na kuomba ikumbuke neno lile ulilomwamuru Musa. Ndio. Mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya. Eti na mameni shika mkifanyaje? Asema mkikosa nitawatawanya. Lakini huko ameanza na maovu. Ndio jambo la 3. Nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda,
na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe leo. Nehemia alikuwa ni mcha Mungu, lakini ghafla kuna vitu alivyoona katika jamii ya Kiisraeli, ndipo akachukua mzigo wa kwenda kuomba toba na kusali. Lakini angalia anapoziungama zile dhambi, anasema mimi na nyumba na watumishi wako tumetenda dhambi, tumetenda maovu mengi. Na akagundua hawa watu wanapokuwa wamefanya maovu, hawa watu wanapokuwa wamefanya kosa, hawa watu wanapokuwa wamefanya pia uovu, Mungu asema nitawatawanya kati ya mataifa mkatumikishwe huko. Amina. Amina. Hata pia leo unaweza kuwa unafanya biashara, lakini pia kuna watu unawatumikia pasipo kujua, wenye utaalamu wa chuma uleti. Usipokuwa na nguvu ya Mungu wewe ukapasua. Amen. 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 Sasa Nehemia anakuja kuhitimisha. Anasema Bwana, ulisema tutakapokuwa tumezungama dhambi zetu, utatusamehe, utatukusanya tena upya na kutuleta mahali pale ulipopachagua ili upate kuliweka jina lako. Ni wapi hapo? Sema ni hapa. Hapa. Haleluya. Amen. Sasa maovu haya, kwa sababu muda umeenda. Wiki iliyopita wakati tunaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, tunaona Abraham alipokuwa ametokewa na Mungu. Lakini Abraham ni miongoni mwa watu watatu ambao waliomba na Mungu akasikia maombi yao. Tukagundua Abraham akaomba kwa ajili ya nduguye Lutu ambaye alikuwa amekimbilia bonde la Sodoma na Gomora. Bonde la Sodoma na Gomora liligubikwa na uovu toka mtoto mpaka mtu mzima. Unapokuja kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, Yesu anapokutana na yule mwanamke Msamaria. Yule mwanamke Msamaria alikuwa na pepo la ukahaba. Na lile pepo lilikuwa likiwakilisha watu wa jamii wa Samaria wote, toka watu wazima mpaka wadogo wanafanya mambo ya jisiri. Leo ukienda kwa magerezani ukaomba kuhubiri, utakuta kuna wazee zaidi ya miaka 80 au 90. Ukimuuliza utasikia alifanya kazi ya alifanya kosa la ubakaji. Huo ndio uovu. Wana wa Israeli walikuwa wanakosa lakini walikuwa na maovu. Kizazi tulichonacho leo kuna mambo mengi ya ajabu. Watu wamevaa mashati ya kipepo. Kuna mzee mmoja aliambiwa ili awe tajiri amnyemelee nguruwe wa jirani yake aliyemfunga mahali fulani akazini naye. Wakasikia nguruwe anapiga kelele kwenye banda. Ilikuwa ni usiku, mambo ya aibu haya. Wakasema twende kwa kuta ni mbaba fulani. Walipiga nusu ya kufa na kumpeleka jela. Huo ni nini? Uovu. Ni laana. Haleluya. Amen. Mtu anapewa mashati ya kijinga ili afanikiwe katika ulimwengu huu. Hivyo vitu vipo. Na nisema watu wanapokuja kanisani bado wanakuwa na tabia za asili. Tuliangalia kwenye kitabu cha Injili ya Ezekiel sura 16. Anasema ukumbuke na utambue asili yako ilikotoka. Tunapokuja hapa Mungu ametukusanya, anataka tuwe na asili ya wana wa Mungu, zile asili za kwetu zitoke. Amen. Kwa hiyo tukaona Ezekiel anamwambia Mungu ujulisha Uyahudi asili yao. Anasema baba yako alikuwa Mkanani, lakini pia anasema alikuwa Mwamori, mwingine alikuwa ni Mwiti. Hawa wawili wakachanganya damu. Kwa hiyo tunapokutanika mbele za Bwana, Mungu anatuosha kwa damu ya haki ili tuingie kwenye uzao kwa wana wa Mungu. Anataka atufundishe namna ya kuenenda ili baraka ambazo amezikusudia zionekane katika maisha yetu. Pia mahali fulani kuna huduma ya maombi na maombezi, hitaji lako hilo litatoka. Kumbe mtu anajikuta ameingia kwenye mtego wa kipepo pasipo kujua. Mungu anataka wewe uwe na uwezo wa kuomba vitu vitokee. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtukuze Mungu kwa jinsi ulivyo. Mungu ndiye anayeinua mtu. Mungu ndiye anayebariki mtu. Wakati mwingine pia Mungu anaweza kuruhusu mapenzi yake kwako ili ajivunie kwa muda, lakini baada ya muda fulani kuna vitu asafanya. Leo kuna baadhi ya watu wanaona kama vile wamechelewa sana. Amina. Amen. Na kusudi la Mungu anataka elimu hii ipite ndani ya kanisa. Tupate kanisa kwa kazini mpaka sasa. Najua kina leo mnakutana na mitihani. Tabia dogo na yako ndio bali pa kusali pale. Lakini amesahau kama asili yako ni. Sasa umuulize penye azi na mimi ni wapi? Amen. Halo.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu aliyefundisha kukaa katika kanuni za Mungu atapigana kwenye maombi mpaka vitu vitatokea. Kizazi tulicho nacho, Mungu anatafuta mashujaa wa imani, watakaosimama katika zamu, watakaoomba, watu ambao watampinga shetani. Na mojawapo ya mbinu ambayo anatumia shetani, anaweza akakupiga kutumia silaha ya mazingira. Usipokuwa na ufahamu, rudi kwenye maandiko. Wakati Yesu anazaliwa, ambaye pia ni Mungu leo, alizaliwa katika holi ya ng'ombe. Aliamua kutengeneza historia ili jamii elewe. Hata kanisa Mungu anapotaka kulinua, lazima lipite bila anavyotaka yeye. Kwa wale wanaoshinda, maandiko yanasema ndio wanaoandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo Mungu ametuweka hapa, anataka tuitutumilie taji. Tukiomba kuna vitu vitafunguka katika jina la Yesu. Amen. Pia niwape pongezi wanangu wa kiroho. Ninajua mnakutana na watu ambao ni wasumbufu. Na moja ya njia kubwa inayotumia adui, anaweza kusema dogo tu tunatembeleana. Mimi nasali kule Mwasepa, mwingine atasema nasali sio wapi huko. Amen. Tunafanya zamu, wewe unakwenda huko unakuja huko. Wewe sio mchungaji, jaribu pale kuhubiri. Fuata principle ambayo Mungu ameweka ndani ya baba yako wa kiroho. Haleluya. Amen. Kuna vitu utaviona. Amen. Mwanadamu kwa asili hajawahi kuishiwa sababu. Kama Yesu walimwambia ni mkuu wa pepo na ni Beelzebuli ndio maana yanamtii, iwe sembuse wewe. Kitu kinachoitwa kusababu au kukatisha tamaa katika ulimwengu ni cha kawaida. Ni sema kushinda kubwa ndani ya nafsi yako mwenyewe. Na Mungu anapokuwa watu, anakuwa watu wenye akili na ufahamu ili ajivunie hao. Amen. Haleluya. Tumeaminiwa katika mji huu kwamba huduma hii itafika mbali. Na hayo ni maneno ya kinabii, lazima yatatimia katika jina la Yesu. Ndio maana Mungu amekuandaa wewe rafiki yangu. Ondoa shaka, ondoa woga. Tutalitia kwa pamoja jina la Bwana na mambo yataonekana kwenye maisha yangu. Amen. Ninapokutazama leo na kuona tajiri wa kesho kutwa. Utakaye paki hapo vieti yako ya kisasa. Amen. Amen. Maombi haya yatakusaidia kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Lakini mimi kama baba yako nimekwambia ninakuandaa kwa sababu ninakuona mtu ambaye kesho unakuja utakuwa wewe. Amen. Kikubwa tu vumilia. Amen. Haleluya. Amen. Hata wewe uliyechelewa kuoa, hata wewe uliyechelewa kuolewa, ninajua kuna vitu vingi wanakusemea. Lakini sikiliza, iko siku kama ambayo pia Yusufu aliwaambia wana wa Israeli, Mungu atawatokea. Na Mungu kweli aliwatokea. Na hata wewe pia leo Mungu atakutokea. Na hata ile kanisa Mungu atalitokea. Na hata ndugu yangu kama Mungu atakutokea. Utafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mungu anataka tuandike historia. Ndio maana amekupatia nafasi ya kuwa hai. Shetani ni baba wa uongo, kazi yake ni kuleta vitisho na ni silaha moja hapa ambayo anaitumia au kukujengea uoga au hofu. Lakini ukiwa na Mungu, kwake yeye hakuna neno linaloshindikana. Tutashikamana kwa pamoja, tutazipinga hila zote za muovu na kitaeleweka na Yesu ataonekana. Na nilisema huduma yetu hahitaji wafadhili kutoka nje. Mfadhili namba moja ni wewe. Ndio maana nakufundisha, nataka nikuombee Mungu akuinue. Unapozidi kuinuka, jitahidi sana Mungu akufundishe kuwa na moyo unyenyekevu. Kama ambavyo Yesu alikuwa ni Mungu, lakini kile kitendo cha kuwa Mungu hakutaka kujifunua kwa wanadamu, akashuka katika mazingira ya chini sana ili akupate wewe, ili nipate mimi. Mtu wa Mungu kibarikiwa, wewe sio limbukeni. Zile baraka ni kwa ajili yako. Ni tofauti na watu wa kidunia, atataka kila mmoja ajue watakumaliza, sio wazuri hao. Amen. Haleluya. Amen. Simama mahali ulipo tumwabudu Bwana. Mwambie jirani yako, wiki ijayo usikope.